mnikumbusha kurekodi mkiona kama nimesahau, kwa sababu nikirekodi ndio inakuwa rahisi na nawatumia baadaye video, mnakuwa mnapata kureview. Haya, sawa. Haya, hapa ndo news, ndo tulikuwa tunaangalia namna jinsi ya kuzitafsiri hizi news, na hizi ndo news zenyewe ambazo zipo leo. Lakini kwa wewe, kwa sababu ulimisi kipindi kilichopita, ngoja nikupe kidogo hapa maelezo kwenye impact. Utakuwa unaona rangi rangi hizi, unajiuliza hapa kuna rangi tatu, kuna rangi kubwa tatu kwenye impact. Impact maana yake ni nini? Maana yake hiyo news ina matokeo gani? Hiyo news itakapotolewa italeta matokeo gani? Ndio impact. Sasa kuna matokeo ya aina tatu. Kuna impact, tuna tafsiri ya matokeo kwa rangi. Kuna rangi nyekundu, hayo ni matokeo mabaya. Yaani ukiona news imewekewa ina rangi nyekundu kwenye impact hapo, maana yake hiyo news ni kubwa, ina nguvu. Maana yake kabisa ni kwamba ikitangazwa itasababisha movement kubwa sokoni. Okay. Yaani ikitangazwa itasababisha bei aidha itapanda sana ama itashuka sana, ama itakuwa inapanda panda na kushuka shuka, kwa sababu tayari inaonyesha kwamba hiyo news ina impact kubwa sokoni. Umeona? Alafu kuna rangi ya njano, ambayo ni njano hii ambayo imekoakoa kidogo, imeiva. Umeona? Hii ni medium impact expected, ni matokeo ya kawaida, ni impact ya kawaida. Ikitokea hii news imetangazwa, matokeo yake sokoni yanakuwa ni ya kawaida. Yaani bei inaweza ikapanda au ikashuka, lakini kwa level ya kawaida, moderate. Umeona? Alafu kuna rangi ya njano, hii njano light kabisa, ambayo tunaweza tukasema sijui imepauka, sijui imekoa. Hiyo maana yake ni low impact. Ikitangazwa hiyo news, maana yake matokeo yake ni madogo sana sokoni. Uwezekano wa bei kupanda au kushuka ni mdogo sana. Kwa nimkubalie huyu Okay. jamaa. Umeona? Ikitangazwa hiyo news, uwezekano wa bei kupanda au kushuka ni mdogo sana, ndio hii ya rangi ya njano. Kwa kimsingi hizi news zinakuwa zina umuhimu wake, na news zenye rangi nyekundu ndo zenye umuhimu mkubwa, na ndio maana hizo ndo tunazoziangalia sana, kwa sababu ukiona news yenye rangi nyekundu, manake wewe jua kabisa lazima utrade kwa kufuata news, lazima utrade kwa kuangalia hiyo news, kwa kufuata news inasema nini, na sio technical. Ila ukikuta currency yako unayo trade kwamba hakuna news kwa siku hiyo, hakuna news yenye rangi nyekundu, basi wewe unaweza kaendelea na technical, kwa sababu tayari itaonyesha kwamba ni swala la kuangalia sokoni, mfumo wa soko umekaaje na price inasemaje, price action inasemaje sokoni. Lakini news kama news, ukiona tu rangi nyekundu hiyo baba, ujue hiyo news ina umuhimu mkubwa na itasababisha movement kubwa sokoni. Kwa hiyo usije uka underestimate, kwa sababu lazima bei itafata news inasemaje. Ndio maana hiyo news nyekundu. Okay. Kwa hiyo sasa, kimsingi hapa cha kuweka kichwani ni kwamba namna zile za kunanilia, namna za kutrade, ni namna gani utatrade hizi news ukiwa unazitrade hizi news zenye umuhimu, zenye high impact, unazitrade kwa namna gani? Ndo kama hivyo, una trade baada ya news kuwa ishatangazwa, baada ya news kuwa ishakuwa released pale, ndo pale wewe ndo sehemu nzuri sasa ya kutrade, kwa sababu tayari watu watakuwa wameshatolewa, na make sure unaangalia watu wanatolewa, na watu kutolewa, nitakuelekeza watu kutolewa wanatolewaje. Unaangalia sasa, unaona news imetangazwa na unaona news inaenda juu, inavuka labda bei ya juu iliyoishia, inavuka, inawatoa watu, inarudi tena chini, inavuka bei ya chini ilipoishia before, inawatoa watu, ndo kutolewa watu, inavuka bei ya chini au bei ya juu zaidi, inaivuka afu inarudi, au bei ya chini zaidi inaivuka alafu inarudi. Maana yake imewatoa watu katika hizo level, watu ambao waliweka stop loss, either walibai wakaweka stop loss chini, au walikuwa wameseli wakaweka stop loss juu. Wakitolewa au ndo bei inaenda uelekeo wake. Sasa watu waga wanatolewa mwanzoni mapema kabisa news inapokuwa imeshatangazwa, kwa sababu watu wengi sana wanaitrade news kwa staili hiyo hiyo ya kuitrade wakati news ikiwa imetangazwa pale pale, na ndio maana lazima utatolewa tu, kwa sababu una trade wakati wa news, wakati wa volume ikiwa kubwa. Kwa hiyo approach ambayo mimi nairecommend ni kusubiri, kusoma na kuelewa ni nini kinachotakiwa,
kujua kwamba inatakiwa hapa niende nikaiseli Audi au nikaibai Audi, lakini unatulia, una observe na kuona soko linavyofanya, alafu ndo unarudi baada ya muda fulani, soko likisha settle, unakuja sasa kuja kufata kile kile ambacho kinasema kwenye news, lakini hiyo ni news yenye umuhimu mkubwa. Nadhani hapo itakuwa make sense. Kwa kwenye actual, kwa mfano kama hapa tuje tuichunguze New Zealand dollar, tuende kwenye chart ya New Zealand dollar tukaangalie kama wakati ilivyotangazwa kutokana na impact yake, movement yake, kwa sababu hii ni nzuri, imekuwa ni nzuri, maanake tunatarajia New Zealand ipande thamani, iwe imepanda kuanzia mida hii ya saa sita, tunatarajia tuone kwamba ikiwa imepanda. Ngoja tuangalie kwenye chart, ngoja tuitafute hapa New Zealand. Hiyo hapo New Zealand USD. Hii ni time frame ya daily time frame, ni time frame ya siku nzima, kwa hiyo ni kubwa sana. Ili tukio limetokea leo saa sita, kwa hiyo ili nilione vizuri, narudi kwenye time frame, nakuja kwenye time frame ndogo, kuja kwenye time frame ya 4 hours, masaa manne. 4 hours iko wapi? Yeah. Au kwa tuende kwenye 1 hour, 1 hour ndio itakuwa vizuri zaidi. Haya, leo saa sita hii hapo, kuanzia hapo, ngoja niweke mark hapo, saa sita hii hapo. Hii ni New Zealand USD, ambapo katika hii pair New Zealand USD, maanake kwa sababu taarifa ni nzuri kwa New Zealand dollar, kwa pesa ya New Zealand. Kwa hiyo tunataka tuione New Zealand ikiwa inapanda thamani. Kwa hiyo kuanzia saa sita hapa, umeona kilichotokea hapo, price hiyo imeenda imeshuti hadi huko, toka huko hadi huko, lakini mpaka sasa hivi imerudi, kwa sababu hii ni taarifa yenye umuhimu. Imedrop kwa sababu soko haliwezi kuenda katika mstari ulionyooka hata siku moja, hata baya wawe wengi kivipi, kwa sababu lazima soko litaenda kwa zigzag. Bei lazima itakuwa inapanda inashuka, inapanda na kushuka, lakini ni kwamba katika kupanda kwake na kushuka kwake inakuwa inatengeneza zile channel, inatengeneza zile levels ambazo ndo kama hizi hapa. Sasa hapa manake kuwa bullish hapa katika hii New Zealand, manake ni kwamba ile taarifa ni ina umuhimu, manake sio tu leo, inaweza bei New Zealand ikaendelea kuwa strong. Sasa hapa ni kwa sababu hii New Zealand ina pair nyingi, kuna New Zealand USD, kuna New Zealand sijui CAD, kuna ina trade zidi ya currency nyinginezo. Kwa hiyo itategemea, ndio maana news ndio uzielewe vizuri. Kama kuna news inahusu New Zealand alafu wewe unaenda kuitrade New Zealand na USD, maana lazima ujue kwamba lazima uangalie katika muda huo hakuna news inayohusu USD, kwa sababu unaitrade pair ni NZD USD na wewe umeona news inayohusu NZD, kuna uwezekano siku nyingine inatokeaga unakuta katika pair yako currency zote mbili zina news zake na zote zina umuhimu. Kwa hiyo hapo ndo unakuta saa inatokea crash, kwa sababu New Zealand inaweza kukwambia kwamba bei inaenda kupanda, alafu unakuta USD inakwambia yenyewe news yake inasema bei na yenyewe inaenda kupanda, na haiwezekani zote zipande, kwa sababu lazima mmoja anapokuwa anapanda mwingine awe anashuka thamani, ndo trading. Mwingine anapokuwa anashuka mwenzake anakuwa anapanda, umeona? Kwa hiyo sasa ninapokuwa nawaambia kwamba hutakiwi kuwa na haraka ya kuinunua, kuwahi kununua inapokuwa ni taarifa yenye umuhimu kama hii, maana yangu ni kwamba hata hapa unaona bei iliposhuka sasa hivi hapa, maana yake kwa hata sasa hivi naweza nikaitrade hii NZD kwa kufuata news iliyotoka leo saa sita, kwa sababu news ya saa sita inasema NZD ni stronger, na ile news sijui ni ya mwezi au ni ya wiki, sijui ni ya muda gani, lakini NZD ni stronger. Sasa unaona ime collect, imerudi tena kuja kucollect mpaka hapa. Hii maana yake ni nini? Maana yake hapa hii ni point nyingine ya kuingia tena
kubai, kwa sababu tayari mimi naamini kwamba ni kuibai, kwa sababu news iliyotoka saa sita inaonyesha kwamba NZD itakuwa stronger. Kwa hiyo hapa mimi ningeingia tena hapa, ningebuy tena hapa kwa kufuata news ya saa sita, na hiyo ndio maana nakwambia kwamba yani news ikitangazwa hapo usiwe na haraka. Sasa unaona kama hii imefanya ustaarabu sana, unaona hapo imetangazwa na yenyewe price imeanza kupanda. Ni mara chache sana utakuta news inafanya ustaarabu kama huu. Mara nyingi utakuta yani kabla ya kupanda lazima ishuke kwanza, ndio hao wanakuwa wanatolewa, hao watu fulani wanakuwa wanatolewa ambao wamewahi kuingia kwenye trade. Lakini kimsingi ni kwamba news umeona kwamba news kule inavyotoka, ikiwa ni zisipoingia factor nyinginezo hizo nazokuambia mara au ma insider sijui manipulation na nini, news ikitangazwa kama ikiwa ni nzuri kwa USD, lazima USD ipande thamani na lazima ukute kwenye chart yake imepanda. News ikiwa kama ni mbaya kwa USD au currency yoyote ile, lazima ukute huku kwenye chart, lazima ukute bei inashuka ya hiyo currency. Unaona? Kwa hiyo ndo katika namna ya kawaida ya kuzielewa news, lakini usije ukashangaa siku news inakuwa ni nzuri kwa currency yako, labda news ni nzuri kwa USD, alafu ukaikuta USD inashuka thamani. Hiyo ndo inaitwa manipulation. Wanakuwa hao mabenki wanajua kabisa watu wameona hii news wengi kwamba ni nzuri, wanaenda kubai, sisi tuna sell kwa sababu sisi tuna hela nyingi za kuweza kusababisha bei ishuke chini, na watu sisi tukiwa tumebai alafu mabenki wakiwa wameseli, ndo hapo wanaenda kututoa kwenye stop loss, ndo hapo sisi tunapata hasara. Ukitoa watu kwenye stop loss, ujue umelazimishwa kuuza kwa bei ya hasara. Kwa mfano umenunua gold shilingi 2000, umeweka stop loss kwenye 1500, bei imeshuka imekuja hadi kwenye 1500. Kumbuka wewe umenunua kwenye 2000, kwenye 1500 pale unapotolewa, manake ile ni transaction inakuwa imefanyika, manake unakuwa umeuza, umelazimika kuuza kwa bei ya 1500 kwa bei ya hasara, na ndio maana wanataka kukutoa kwenye stop loss, kwa sababu stop loss ndio faida ya hao mabenki. Nadhani hapo na make sense. Sasa turudi tena kwenye news huko. Turudi hapa kwenye chart, kwa sababu hizi news zina namna tofauti tofauti, zina style tofauti tofauti. Lazima tuangalie kila aina hapa, ili tutoke hapa tukiwa tupo clear kabisa. Kuna hizi news ambazo nimeshakuelezea, kwa mfano ma central bank, magavana wa benki kuu za nchi hizo tofauti tofauti wakiwa wanaongea, hatutapata forecast wala hatutapata actual, tutaona tu dash kama namna hiyo. Mfano mwingine huu hapo, leo hii Trump anaongea, lakini ni habari ambayo ina umuhimu wa medium, kwamba haiwezi kusababisha volatility kubwa sana sokoni. Umuhimu wake ni wa kawaida. Umeona, na taarifa yenyewe ni hiyo kwamba Donald Trump anaongea leo saa ngapi? Saa karibia na saa 11 asubuhi kwa mida ya kwetu hapa Tanzania atakuwa anaongea. Lakini unaona huko haijawekwa forecast, kwa sababu anachoongea hakuna anayejua ataongea nini. Uwezo ukaweka forecast kwamba ataongea 20%, no, kwa sababu hatujui ataongea nini. Umeona, ila tunachojua ni kwamba ataongea. Kwa hiyo atakapokuwa anaongea sisi tutakuwa tunamsikiliza, na kutokana na atakapokuwa anaongea tutajua kwamba dola yake itakuwa strong au dola yake itakuwa weak, kwa sababu obviously ataongea mambo ya kiuchumi, mambo yanayohusu uchumi, jinsi gani uchumi utakuwa, jinsi gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeye atakapoongea na sisi tutajumlisha na akili zetu tujue kwamba ni nini, lakini hajapewa umuhimu sana, kwa sababu angekuwa ni governor wa benki kuu angepewa rangi nyekundu, kwa sababu benki kuu ina mambo mengi sana, inafanya mambo mengi muhimu sana ambayo yanaweza kusababisha thamani ya hela ikashuka, thamani yake ikashuka ikafika hata zero. Umeona, na wanaweza wakafanya mambo wakasababisha thamani ya hela ikapanda ikafika thamani ya juu kabisa, kwa sababu wana mbinu. Kuna mambo ambayo wanayafanya ambayo ni kazi yao benki kuu kama benki kuu, ikiwemo kupandisha riba au kushusha riba. Umeona, pamoja na mambo kuzuia kama vitu kama mfumuko wa bei labda ukitokea. Kwa hiyo hayo mambo waga hayawekewi asilimia, na hiyo sasa ndo inakuwa tunasema kwamba una trade kulingana na jinsi wewe uelewa wako unavyoelewa, jinsi unavyoelewa matukio yanavyoendelea na jinsi unavyotafsiri haya matukio yanayoendelea na watu wanaoyaleta haya matukio. Lakini sio kazi ngumu, kwa sababu ukishakuwa tu umejua namna jinsi mambo yanavyoenda, maanake hata huyo Trump akiwa anaongea ni rahisi tu kumtafsiri na kujua kwamba anachokiongea kitasababisha kitu gani.
Na mwisho wa siku news hizi huwezi ukazitrade zote, yani usije ukaumiza kichwa ukasema kwamba kila news lazima ni trade, yani utaumiza kichwa, kwa sababu kwanza mwisho wa siku bila kuelezea tu yote, lakini wewe utatakiwa uchague, sio utatakiwa uchague, ni lazima uchague pair chache ambazo utadili nazo, pair zisizozidi mbili. Kama utaichagua gold, utakuwa una trade gold, utakuwa una trade gold na labda GBP USD, ama utakuwa una trade gold labda na USD JPY, unachagua pair moja. Kama utaona commodity gold hauitaki, unataka utrade labda currency na index, unachagua currency moja ambayo labda pair moja labda USD JPY pamoja na index moja labda UK 100 au US 50, US 30, unachagua. Kama utaona labda, yani zipo nyingi sana hizo pair na huwezi kuzitrade zote. Kwa hiyo katika uchaguzi wako utakavyochagua, labda nitakuwa mimi na trade pair fulani, ndio hizo pair ambazo ulikuwa unaangalia taarifa zake. Kwa hiyo sio kila taarifa itakuwa inakuhusu. Kama hapa unaona mataifa kuna NZD, JPY, AUD, CNY, CHF, Euro, GBP. Kwa hiyo kama hapa mimi nitastiki kwenye GBP kwa sababu mimi na trade GBP USD pamoja na gold. Kwa naona kuna taarifa inayonihusu hapa ya GBP. GBP ana news yenye umuhimu leo na alikuwa na news ambayo ilikuwa ina umuhimu wa kawaida na alikuwa na news ambayo ilikuwa haina umuhimu kabisa. Kwa alikuwa na news tatu tofauti, yenye umuhimu wa kawaida na ambayo haina umuhimu. Umeona? Kwa hiyo sio kwamba utadili nayo yote, huwezi kudili nayo yote na huwezi kuyatrade yote. Sometimes unaweza ukawa hao kina Trump wanaongea na wewe ukawa huna mpango nao, kwa sababu wanaweza wakawa wanaongelea mambo ambayo, au wanaongea kwenye currency ambazo wewe hazikuhusu, lakini USD wewe utahusika nayo tu vyote vile, kwa sababu USD ndio imeshikilia major currency zote na pair zote kubwa ambazo zina movement sokoni zimeshikiliwa na US dollar. GBP USD, USD JPY, Euro USD, gold mwenyewe tunamtrade gold zidi ya USD. Kwa hiyo kitu chochote kinachotokea Marekani pale ni muhimu, kama wewe ukiwa trader ni kitu muhimu, kwa sababu USD inahusika kwenye currency zote almost. Na ukijua USD maana yake una nafasi kubwa ya kutengeneza hela, kwa sababu utajua jinsi ya unaweza ukaitrade na currency nyingi kubwa USD. Kwa hiyo ukifuatilia tu USD ukawa unaitrade, ukawa unafuatilia taarifa za USD, maana yake itakuwezesha wewe kuzitrade currency nyingi, kwa sababu USD unaweza ukaitrade zidi ya currency nyingi sana. Umeona? Sasa kwa mfano kama ndo kuna hizo triki nyinginezo, kwa mfano kama umeona news huku USD itakuwa stronger, maanake wewe ni mtu ambaye una uwezo kujiongeza. USD itakuwa stronger, maana USD itapanda thamani. Sasa USD ina pair nyingi sana. Kuna major pair ambazo zinaijumlisha USD. Major pair ndo kama GBP USD, Euro USD. Yaani euro zidi ya US dollar na pound zidi ya US dollar. Hizo ni major. Lakini kuna minor currency, minor pair kwa mfano ambazo zinaijumlisha USD hiyo. Ndo kwa mfano haba hizo CNY USD, mpaka rand ya South Africa tunaitrade zidi ya USD. Umeona, kiasi kwamba ni rand inakuwa yani thamani yake ni ndogo sana ukilinganisha na USD. Umeona, na hata movement ikitokea sasa, ikitokea movement ambayo inakuonyesha kwamba USD itaenda kupanda thamani, ukienda kwenye zile major currency ambazo ndo kama hivyo, kuna USD na GBP. Kumbuka GBP na yeye ni major, ni currency kubwa ambayo na yenyewe ni ya kibabe. Sasa hiyo taarifa inakuwa nzuri zaidi, ndio maana nakwambia ndio wewe mjanja, inakuwa nzuri zaidi ukiwahi kwenda kuiact kwenye pair ambazo ni minor lakini zinazoijumlisha US dollar. Umeona taarifa kwamba USD itakuwa stronger, unaenda kwenye zile minor pair, labda USD CHF, umeona USD sijui USD na ile currency ya South Africa, ambao unajua kwa mfano USD ikiwa stronger, mabadiliko yake ya USD zidi ya GBP ni tofauti na mabadiliko yatakayotokea kwenye USD na JPY, na ni tofauti na mabadiliko yatakayotokea kati ya USD na currency labda ya South Africa au rupee ya India. Umeona? Kwa hiyo kwenye currency ikiwa wiki, unakuta huku ndo GBP inatawala kwa kiasi kikubwa sana, na currency ikiwa stronger unakuta GBP ina shoot kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo
Kama hapa kuna hizo nyingi, kuna hao wanaongea okay, natural gas storage. Umeona kama hizi natural gas storage hii hapo sasa ni commodity ya ni commodity. Katika commodity tuna oil, tuna natural gas. Hiyo kwenye oil zipo oil mbili, kuna crude oil na kuna Brent oil. Umeona kuna oil ya ambayo Brent nadhani ndio Uingereza, na kuna hiyo crude ambayo wanaita si mafuta machafu, si mafuta ghafi. Yote yana bei zake na yote hasa kama oil. Mara nyingi oil, natural gas hizi hapa mara nyingi watu waga wanazitrade. Hata kama haya mambo ya mavita vita, unaweza ukazitrade vizuri, sababu vita vinasababisha oil inakuwa inapanda, sijui gesi inapanda thamani, pamoja na gold yenyewe inakuwa inapanda thamani ikiwa kuna vita, kwa sababu hizo ni commodity ambazo thamani yake waga ishuki, zina thamani muda wote. Umeona? Kwa hiyo lakini hapa natural gas storage, umeona forecast ilikuwa ni bilioni 3, lakini imekuja bilioni 9 na imekuwa ni mbaya. Natural gas storage, ngoja tusome detail. Na hapa sio lazima uyajue kila yote. Kuna mengine haya ndo kama mimi haya siyajui, wala ndo naangalia hapa nasoma inasema nini, kwa sababu sio lazima ujue everything kwenye hapo kwenye news. Kikubwa wewe ni kujua kuna news zipo tatu au nne ambazo kubwa ambazo tutazisoma specific. NFP, non-farm payroll, alafu kuna employment, unemployment, alafu kuna hiyo ya GDP, gross domestic product. Hizo tutaziingia kwa maelekezo, tutazisoma ili tujue jinsi ya kuzitafsiri, ila the rest unasoma, unaangalia tu forecast ngapi na actual imekuja ngapi, una act kulingana na jinsi forecast ilivyokuja na actual. Change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during past week. Actual less than forecast is good for currency. Actual inatakiwa iwe ndogo kuliko forecast, ndio itakuwa nzuri kwa hiyo currency. Kwa hiyo hii inaihusu US dollar natural gas storage, na actual inatakiwa iwe ndogo. Ndio maana unaona hapa imekuwa ni mbaya kwa USD, kwa sababu actual ilitakiwa iwe ndogo. Kwa hiyo actual ilitakiwa tuone kuanzia bilioni 2, bilioni 1 ndio ingekuwa nzuri kwa USD. Umeona? Ndio maana nakwambia kwamba kuna baadhi ya vitu ukiona vina confuse, bonyeza tu kwenye detail, njoo usome hapa inasemaje kwenye source hapa mwanzoni kabisa, inasemaje hiyo taarifa. Unaona hapa inakwambia actual less than forecast is good for currency. Unaangalia currency ni ipi? Ni USD. Na actual less than ni ndogo zaidi ya forecast. Forecast ni hii, umeshapewa bilioni 3, unaambiwa ili iwe nzuri kwa currency yetu inatakiwa actual iwe ndogo kuliko forecast. Forecast tayari bilioni 3, maana yake actual tunataka tuione iwe kuanzia bilioni 2 kushuka chini, ndio hiyo itakuwa nzuri kwa USD. Kuwa nzuri kwa USD maana yake USD itaenda kupanda thamani, lakini actual ikiwa kubwa kuliko forecast, maana yake hiyo tayari ni moja kwa moja ni kinyume chake, ni mbaya kwa USD. Na ndio maana unaona imewekewa bilioni B9, lakini imewekewa rangi nyekundu kwa ikiashiria kwamba ni mbaya kwa currency. Umeona? Kwa unaweza kuwa unajiuliza kwa nini namba, ukiwa unafuata namba unaangalia kwa nini bilioni 3 actual ni forecast bilioni 3 alafu actual bilioni 9 alafu imekuwa mbaya kwa currency. Mbaya kwa sababu taarifa inatuambia kwamba actual inatakiwa iwe less than forecast. Umeona? Kwa hiyo hizo utakuwa unasoma hapo na utakuwa unaelewa, lakini nyingi actual greater than forecast is good for the currency. News nyingi actual ikiwa kubwa kuliko forecast ndio inakuwa nzuri kwa hiyo currency. Ni chache ndo zinaenda kinyume, kama hii tunataka kuiangalia. Hii unajua imeenda kinyume. Hii hapa ya bilioni 3 hii imeenda kinyume, ndio maana unaona imekuwa hivi. Na hata employment na unemployment huwa na yenyewe na confuse watu, kwa sababu employment, yani hapa kuna vitu viwili. Employment ni watu walioajiriwa, watu waliopata ajira, employed. Alafu tuna unemployment data. Hizo zinaitwa data. Kuna data ya employed, alafu kuna data ya unemployed. Sasa watu walioajiriwa wakiwa wengi ni nzuri kwa uchumi,
lakini watu wasioajiriwa wakiwa wengi ni mbaya kiuchumi. Sasa data zake waga zinakuja kwa namba hivyo hivyo. Ile unemployment waga inatakiwa namba yake iwe kubwa, I mean namba yake inatakiwa iwe ndogo. Unemployment data namba yake inatakiwa, actual yake inatakiwa iwe ndogo kuliko forecast, ndio inakuwa nzuri kwa currency. Umeona? Kwa hiyo ngoja tuangalie hapa kama tuna employment hapa. Unemployment claim hii hapa tena imetoka, ilikuwa na USD, ilikuwa na USD imetoka saa 9:30 leo. Haya, ngoja tuje tuiangalie hapa. Forecast ilikuwa ni 224,000 lakini imekuja 223,000. Umeona? 224,000 lakini imekuja 223,000. Na hii inaweza tukasema ni nzuri kwa sababu gani? Kwa sababu ni unemployment claim. Yaani unemployment claim maana yake ni wasiokuwa na ajira. Wasiokuwa na ajira, wasiokuwa na ajira wakiwa wachache maana yake ndo nzuri kwa uchumi, ila wasiokuwa na ajira wakiwa wengi, maana yake watu wengi hawajaajiriwa, maana yake ni mbaya kwa hela ya hiyo nchi, kwa sababu watu wengi watakuwa hawana ajira, watashindwa kufanya manunuzi na watashindwa kuizungusha hela. Umeona? Kwa hiyo ngoja tuje tusome hapo kwenye detail, unaweza kubonyeza ukaangalia. Actual less than forecast is good for currency. Umeona? Actual ndio iwe ndogo kuliko forecast. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni unemployment claim. Yaani watu ambao waliokosa ajira hawa tunataka tuwaone wakiwa wachache, ndio inakuwa nzuri kwenye uchumi. Sijui kama unaipata vizuri hiyo data. Watu ambao hawana ajira wakiwa wachache, manake kinyume chake watu wenye ajira ni wengi. Ila watu ambao hawana ajira wakiwa wengi, kinyume chake manake watu wenye ajira ni wachache. Ndio maana hizi data usije ukazi confuse, ni data mbili, employment na unemployment. Waga zinawa confuse watu. Na zinawa confuse watu kwa sababu watu wanashindwa kuzielewa kwamba unemployment ni watu ambao hawana ajira. Watu ambao hawana ajira wanatakiwa wawe wachache, ndio inakuwa nzuri kwenye uchumi. Wawe wachache, ndio maana unaambiwa actual less than forecast is good for the currency. Kwa watu wana uchumi wanaweza wakapredict, watu wasiokuwa na ajira mwezi huu wanaweza wakawa hata 500,000, watu ambao hawana ajira. Hiyo ndio forecast. Lakini ukija uhalisia wenyewe, ukija kutangazwa na serikali kwamba watu ambao hawana ajira ni watu 200,000, maanake hiyo ndio inakuwa nzuri kwa uchumi, kwa sababu walipredict watu watakuwa 500,000 ambao hawana ajira, lakini imekuja watu ambao hawana ajira ni 200,000 tu, watu wachache. Hiyo ni nzuri kwa currency. Sasa news ya employment, ngoja tuone kama tutaiona hapa. Hii huko na yenyewe ni unemployment, haitatuonyesha tofauti. Tutakutana nayo tu, lakini na yenyewe inaendaga kinyume. Yaani news ya employment claim na unemployment claim zinaenda kinyume. Moja inatakiwa actual iwe kubwa kuliko forecast na nyingine inatakiwa actual iwe ndogo kuliko forecast, na zipo karibu sana, zinafanana sana kiasi kwamba usipokuwa makini unaweza ukaziconfuse zikakuvuruga. Lakini nadhani kwa huu mfano uliokupa utakuwa umenielewa vizuri. Yaani wewe cha kujua ni kwamba employment claim ni namba ya watu ambao wameajiriwa na unemployment claim ni namba ya watu ambao hawajaajiriwa. Kwa hiyo hapa tunaangalia uchumi. Uchumi unataka nini? Uchumi unataka watu wengi wawe wameajiriwa au watu wengi wawe hawajaajiriwa. Watu wengi wakiwa wameajiriwa watafanya manunuzi, wataisambaza hela, manake hela itakuwa stronger. Watu wengi wakiwa hawajaajiriwa, manake hela itapotea kwenye mikono ya watu, kutakuwa na ukata. Watu wanaofanya biashara hawatouza bidhaa, manake hela itakuwa weak, hela itapungua thamani. Umeona? Na hiyo ndo maana ukishaelewa huo msingi, basi hii haiwezi kukusumbua hii data unapokuja kuitafsiri hapo. Utakuwa unaielewa kwamba unemployment hawa ni watu wasioajiriwa. Hawa watu wanataka tuwaone wawe wachache sana, ndio hela yetu itapanda thamani, kwa sababu hawa ni watu ambao hawana, yani hawajaajiriwa, manake hawana hela, manake hawawezi kufanya purchase, hawawezi kununua, hawawezi kusababisha currency zipande thamani. Kwa sababu currency zinapanda thamani kutokana na sababu nyingine, ni trade, biashara, international trade, biashara kati ya nchi na nchi. Hizo ndo zinasababisha currency inapanda thamani. Sasa kama watu wengi hawajaajiriwa, manake watashindwa, watakuwa hawafanyi manunuzi, wafanyabiashara watashindwa kuuza, currency lazima itakuwa weak. Umeona? Hiyo ni employment na unemployment. Lakini pia kuna news nyingine ambazo zinafanana hivi kama employment na unemployment, inaitwa hii employment ipo bwana, hii hapa. Sawa, ngoja tuweke sawa sasa hili la employment na unemployment. News ya tatu inahusu Australian dollar.
ambayo yenyewe ilitoka saa 9:30 leo. Hii sasa ilikuwa ni employment change. Unaona, hii inawahusu watu ambao wameajiriwa na ni news yenye umuhimu. Haya, forecast ilikuwa ni 30,000. Actual imekuja 52,000. Kwa hiyo hapa kabla hata kuangalia detail, maana yake unaweza kusema kwamba actual imekuja ni namba imekuwa kubwa. Hii ni negative 52, ni negative 52 namba, maana yake negative 52 na negative 52 na 30,000, maana yake 30,000 ni kubwa kuliko negative 52. Umeona? Sasa hiyo maana yake ni kwamba hii ni employment, watu ambao wameajiriwa. Maana yake ngoja tusome detail kwanza. Hii mbona news inaleta utata. Actual greater than forecast is good for the currency. Actual greater than forecast. Maana yake hapa tunataka tuone actual ikiwa kubwa kuliko forecast ndio nzuri kwa uchumi. Unaona sasa hapo tumeshaitofautisha employment na unemployment tulotoka kuiona huko. Hii employment maana yake ni watu walioajiriwa. Tunataka tuone actual greater than forecast. Forecast wenyewe wanaweza wakaforecast hao wataalamu kwamba watu walioajiriwa wanaweza kawa 15,000 mwezi huu, lakini ikaja kutangazwa na serikali watu walioajiriwa ni 30,000, maana yake actual imekuwa ni kubwa kuliko forecast. Maana yake hiyo ni nzuri kwa uchumi. Umeona? Sasa hapa unaona imekuja negative 52. Maana yake ni mbaya kwa hii currency ya Audi, Australian dollar, ni mbaya kwa hii currency negative 52, kwa sababu forecast ilikuwa ni 30,000, actual imekuja negative 52. Negative 52 ni namba ndogo ukilinganisha na positive 30,000. Maana hii 30,000 ni positive. Umeona? Kwa hiyo hii tunasema inakuwa ni mbaya. Sasa hapo nataka kuna kitu mimi nakizingatia, kama unanielewa vizuri, utofauti kati ya employment change na unemployment change, au utofauti kati ya employment claim na unemployment claim. Hii employment tunaambiwa kwamba actual greater than forecast is good for the currency. Actual ikiwa kubwa kuliko forecast, hiyo ni nzuri kwa currency yako. Lakini ukija kwenye unemployment, hii huko unemployment inakwambia actual less than forecast is good for currency. Umeona? Kwa hiyo hapo sijui kama umeelewa sasa kitu ambacho nilikuwa najaribu kuelezea tangu mwanzo. Unemployment ni watu wasioajiriwa na hatutaki kuwaona wakiwa wengi, lakini hatuna nguvu ya kusababisha wawe wachache au wengi. Watakavyokuja ndio tutakavyowatafsiri. Wakiwa wengi, unemployed wakiwa wengi ni janga, ni mbaya kwa currency. Unemployment wanatakiwa wawe wachache. Ndio maana hapa anakuambia actual less than forecast is good for currency. Actual ikiwa ndogo kuliko forecast kwenye unemployment, hiyo ndo nzuri kwa currency, kwa sababu hawa ni watu ambao hawajaajiriwa. Ni kwa lugha nyingine ni kama mzigo kwenye serikali, wanaongeza tu cost, kwa sababu hawazalisha, waongezi biashara wala hawafanyi mzunguko wa pesa. Umeona? Ndio maana tunataka tuwaone wakiwa wachache, ndio inakuwa nzuri kwa currency yetu. Wawe wachache, less than forecast, wawe wachache kuliko forecast. Lakini employed ni watu walioajiriwa. Sasa hawa walioajiriwa ndio, kumbuka, ndio wanaozungusha uchumi, ndio watu ambao wanalipwa mshahara na wanaenda kufanya manunuzi na wanaisambaza hela, inasambaa kwenye mikono ya watu, na hivyo currency inakuwa stronger. Sasa hawa tunataka tuwaone wawe wengi. Wakiwa wengi, hawa ndo currency ndo nzuri kwa uchumi wa nchi husika, na ndio maana tunaambiwa kwamba actual, umeona, greater than forecast, actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa hiyo currency. Kwa hiyo ukishaona tu hapa yani unaona haya maneno ndio yatamka, actual greater than forecast is good for currency. Yani hapo ndo umemaliza. Yani hiyo ndo information yenyewe ambayo unatakiwa kuwa nayo. Hiyo ndo information unatakiwa kuitafsiri na kuielewa. Umeona? Kinachofuata hapo ni kuangalia sasa actual yenyewe inatoka ngapi, ni kusubiri kuona actual inakuja ngapi. Unaona kama hapa, kwa sababu hizi data unakuwa unajua kabisa hii kabla hata hizi actuals hazijatoka. Hata tukienda kuangalia taarifa za kesho, ngoja tuende kwenye tarehe 21 kesho, ambazo actual bado haijatoka, lakini unaona hizi zote actual haijatoka, ni taarifa za kesho, lakini details zipo.
unaona detail anakuambia actual greater than forecast is good for currency. Kwa hiyo unakuwa najua hapa kabla hata nani for actual haijatoka, nakuwa najua kwamba actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri, lakini forecast unaona ni negative 235. Kwa hiyo unakuwa naisubiri actual, najua ninachotakiwa kukifanya, ila namsubiri actual atoke. Najua kabisa okay, actual akiwa negative, akiwa ndogo kuliko negative 235, mimi tayari huyo ni mbaya kwa hii currency ya New Zealand, naenda kuiseli New Zealand sokoni. Naona